Amelaaniwa mtu afanyaye kazi kwa ulegevu. Lazima bidii. Unataka kutengeneza anwani, bidii. Na bidii ni zaidi ya kawaida. Mungu akikuambia neno ya kwamba atakupa, akikuonyesha dream na unasema I have a dream, I have a dream, una dream, Mungu anakuachiaga sasa na hau ambayo lazima uende naye kwenye result. Ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kuna watu ambao masaa 12 na masaa 24 hayatutoshi. Tunatamani kuomba Mungu atuongezee extra hour. Vipi kwako wewe ambaye lisaa linakutosha na kubaki, siku inakutosha na kubaki, mwaka unakutosha na kubaki? Kama mngeweza kunigawia jamani wa muda, Mungu wa Israeli. Ngoja nikwambie, matajiri walioko duniani, mabilionea, muda haujawahi kuwatosha. Kuna mabilionea hapa mchana wanauza lambalamba, ni mabilionea. Wanauza lambalamba, wanauza matui ya nazi, wanauza mandazi, wanauza chapati mchana. Usiku viwanda vinafanya kazi non stop. Viwanda vinanguruma usiku na mchana, vinakanda ngano. Masaa hayatoshi. Hawa ni matajiri. Alafu kuna maskini akikutana na kivuli cha mwarobaini, hoi, anaota mchana, anaota. Yesu Kristo Mwokozi. Hata hapa kanisani viumbe wazito hawakosekanagi. Sasa una mcheti wako wa pai, mara kipenyo, mara kitako, mara mzingo, umeuweka kwenye draw na hauna majibu na maisha yako. Umesoma kanuni ya fedha. Kuna wengine ma-accountant hapo wamesoma kanuni ya fedha na hawana hata 100. Wana degree ya hela. Wengine wana degree ya benki. International banking, transactions, na transaction huna hata jero. Ukiangalia kwenye simu yako unasongesha. Una degree ya benki. Sina, naambia maisha mimi sielewi. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes. Laana katika maisha inayoletwa na ulegevu ni laana mbaya katikati ya watu, na watu walio wengi wanaishi katika hii laana. Ni laana. Na unaweza ukashiriki sana katika maombi, lakini ushiriki kwenye maombi kwa namna gani kama laana hii au tabia hii ya kufanya kazi kwa ulegevu ipo ndani yako, bado unabeba laana katika maisha ya kwako. Nimeona watu wengi sana wanakazana kufunga sana na kuomba, lakini walegevu katika kufanya kazi. Na hata kama wanafanya kazi, wanafanya katika ulegevu. Hawafanyi katika mkono ulio hodari, wanafanya katika ulegevu. Ninajua kusoma umesoma na una vyeti kabisa na umefaulu katika ufaulu mkubwa, lakini una upungufu wa bidii katika maisha yako na unafanya kazi kwa ulegevu. Hauna kitu ambacho umekosa kwenye maisha yako wakati mwingine ninapoangalia, lakini ninaangalia jinsi ambavyo wakati mwingine unakosa bidii. Anayehubiri, anayeomba, aliye na karama na kipawa na huduma ndani yake, Biblia inasema na afanye hivyo kwa bidii. Mwalimu katika kufundisha kwa bidii, mhubiri katika kuhubiri kwa bidii, mchungaji katika kuchunga kwa bidii, na mwimbaji katika kuimba pia kwa bidii. Biblia inasema katika kitabu hiki cha Mithali 22:29, Biblia inasema, je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyo atasimama mbele ya wafalme, hata simama mbele ya watu wasio na cheo. Bidii. Na nimefundisha na kusema zaidi ya mara nyingi, bidii ni zaidi ya kawaida. Bidii ni zaidi ya kawaida. Na ukitaka kuelewa pamoja nami
palikuwa na tajiri mmoja siku zile anayeitwa Zakayo, na alikuwa ana hau kwenye maisha yake. Yeye alikuwa mfupi, ni mtoza ushuru, na alikuwa anauliza, nitapataje kumuona Yesu? Ni mtu wa namna gani? Na kwa sababu yeye alikuwa ni mfupi wa kimo, Biblia ninayosoma inaniambia aliondoka mbele ya mkutano. Biblia inasema akapiga mbio mbele ya mkutano, akaenda akapanda juu ya mkuyu. Bidii ni zaidi ya kawaida. Tunaposema bidii ni zaidi ya kawaida, bidii ya Zakayo ya hau namna gani naweza kumuona Bwana. Ni kama wewe unavyojiuliza, namna gani nataka nimuone Mungu katika biashara yangu, nimuone Mungu katika taaluma, nimuone Mungu katika uongozi, nimuone Mungu katika familia yangu, nimuone Mungu. Na watu wengine wanasema nimemuona Bwana akinipigania, nimemaliza ujenzi wa nyumba yangu, nimemuona Bwana nimefungua kiwanda, nimemuona Bwana nimekamilisha majengo ya shule yangu, nimemuona Bwana nimekamilisha majengo ya hospitali na vituo mbalimbali. Kumuona Bwana hakutokani na namna unavyoenenda. Kumuona Bwana kunahitajika ufanye bidii, na bidii ni zaidi ya kawaida. Biblia inasema Zakayo akakimbia mbele ya mkutano. Wakati mkutano unatembea, yeye alikimbia. Wakati mkutano ukiwa chini, yeye alipanda juu ya mkuyu. Kwa hiyo bidii ni kwamba wengine wakiwa wanatembea, wewe kimbia, na wakiwa wako chini, wewe paa. Are we together? That is bidii. Hiyo ndio bidii. Na mimi ni mchungaji wa wengi, lakini kwa sababu Zakayo alikuwa tajiri, alionyesha waziwazi ya kwamba Biblia inasema mkono wa mwenye bidii hutajirisha. Mkono wa mwenye bidii hutajirisha. Na alikuwa na bidii, na ndiyo maana alikuwa tajiri katikati ya jamii ya Wayahudi wakati ule, kwa sababu wakati wengine wanatembea, yeye alikimbia, na wakati wengine wako chini wanazurura ardhini, yeye alipanda juu ya mti. Na Biblia inasema Yesu akamuona katika hiyo bidii, akamwambia Zakayo, shuka, kwa sababu leo nitakuwa pamoja nawe nyumbani kwako. Akaenda Yesu. Fikiri, mtu aliyekuwa anapanda juu ya mkuyu ni tajiri. Ni tajiri kiwango cha kuandikwa kwenye Biblia. Najua kuna matajiri wengine hampo Instagram, hampo Facebook, hampo wapi, yaani hata tujui mko wapi na huo utajiri wenu. Lakini Biblia inasema Zakayo ni tajiri, alikimbia mbele za Yesu na Yesu akamuona. Na neno nililosoma nasema, je, unamuona mtu mwenye bidii katika kazi yake? Hata acha kusimama mbele ya je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyo atasimama mbele ya wafalme, hata simama mbele ya watu wasio na cheo. Yesu alikuwa na cheo, alikuwa na mamlaka, alikuwa ana utisho, alikuwa na influence. Mamia kwa maelfu ya watu waliokuwa wanamfuata. Zakayo anakaa kwenye mkuyu angalau amuone, lakini kwa sababu ya bidii, Yesu alikwenda kukaa naye nyumbani kwake, akala pamoja naye. Ilikuwa ni mambo ya ajabu ambayo Zakayo hakuwahi kufikiri, na akasema nimemuona Bwana. Tunapozungumza juu ya hao, njia rahisi na sahihi ya from how to who ni bidii. If you want, lazima bidii. Unataka kutengeneza anwani, bidii. Na bidii ni zaidi ya kawaida. Jamani, watu wamechoka. Watu wamechoka. Wafanyabiashara wamechoka. Wana taaluma wamechoka. Viongozi wamechoka. Na wanafanya kazi kwa ulegevu mkubwa kuliko wakati mwingine wowote. Mabibi na mabwana, mtu mwenye bidii, kama leo hata ningeulizwa nimefundisha nini katika ibada hii, kwamba kama kuna mtu mmoja anataka kuanza safari
ya from how to who, lazima uanze kutengeneza nidhamu binafsi ya bidii katika kila kitu kwenye maisha yako. Wamepiga makofi watu wachache. Pigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Mimi ni mchungaji wako na ninakufahamu. Una afya njema, lakini una upungufu wa bidii. Mungu amekujalia na viungo vyote, lakini una upungufu wa bidii. Mungu amekusaidia, uko kwenye familia fulani nzuri, lakini una upungufu wa bidii. Umesoma vizuri sana, lakini una upungufu wa bidii. Upo katika jiografia nzuri katika dunia, lakini una upungufu wa bidii. Kama Afrika, ningesema kwa uchache, tuna hali ya hewa inayoturuhusu kuishi kuanzia Januari mpaka Disemba. Kwa mfano, hatuna majira ya baridi kali wala majira ya joto kali. Tunaweza kuishi bila kutumia mashine wala lazima ya kutumia mashine kukontrol hali ya hewa. Marekani na Ulaya hawana majira hayo ya kuanzia Januari mpaka Disemba. Wana miezi ya joto kali na wana miezi ya baridi kali. Ama utumie hita wakati wa baridi kali ukontrol hali ya hewa. Sisi Waswahili wa hapa Kijitonyama, kwa Limaua na kwa Mtogole, tunaweza kuhama kutoka mkorosho mpaka mkorosho, kutoka mwarubaini mpaka mwarubaini, kutoka mwembe mpaka mwembe, kutoka mkwaju mpaka ukwaju, yani hivyo, kutoka mnazi mpaka mnazi. Tunaweza kuongea tukahama na kivuli. Tunaweza kufanya hivyo kuanzia Januari mpaka Disemba. Mtu akiwa na bustani, ana garden, anaweza kukaa na kwenye bustani hiyo vizuri. Lakini sivyo ilivyo Marekani na Ulaya kwa baadhi ya vipindi vya majira ya mwaka. Watu wanaishi kwa machines, wanaishi kwa mashine. Lakini kinachopungua kwetu kama tuna hali ya hewa nzuri ya mwaka mzima ni nini? Bidii. Bidii. Tuna upungufu mkubwa wa bidii. Na kama tuna njia sahihi leo ya kutoka from how to who, tuna mambo ambayo tunajiuliza how, tutawezaje haya, tutayafanyaje haya, yanaweza kufanyika kwa kupitia bidii. Ni bidii peke yake inayomtoa mtu mmoja kwenda mahali pengine. Wapendwa, watu walio wengi wana upungufu wa bidii. Na mimi ni maombi yangu asubuhi ya leo, uongeze kiwango cha bidii katika maisha ya kwako. Ongeza kiwango cha bidii. Ongeza kiwango cha bidii. Kwenye biashara yako, ongeza kiwango cha bidii. Kwenye taaluma, ongeza kiwango cha bidii. Kwenye familia, ongeza kiwango cha bidii. Kwenye utashi wako, akili yako, ongeza kiwango cha bidii. Kwenye maisha yako kama kijana, ongeza kiwango chako cha bidii. Na ndipo utakapokuwa umejisajili kwenye darasa hili la from how to who, bidii ni zaidi ya kawaida. Na hapa nataka kuzungumza na kusummarize juu ya bidii ya Yoshua. Nataka kuangalia tu na summarize kile kitabu cha Joshua ili nimalizie juu ya how ya Joshua. Joshua alikuwa na how mbili. How ya kwanza, how to cross the Jordan River. How. Na how ya pili, how to conquer. Ni namna gani ya kuwapiga na kuwaondoa Waamori. How ya kuvuka kwenye maji ilitegemea makuhani. How ya pili ya kuwaondoa Waamori na Waperizi na Wahiti na Wakaanani, majitu makubwa yaliyokuwa juu ya nchi, hiyo ndio ilikuwa how kubwa. Na ile how ni how ya kumiliki. Namna gani umiliki, namna gani utawale, namna gani utamalaki, namna gani ukae ndani ya kutamalaki na kumiliki, namna gani how. Na hiyo how ya Joshua ilikuwa sio how ya kitoto. Na ndiyo maana kuna watu wachache hapa
wanataka kumiliki. Unataka kumiliki viwanja, unataka kumiliki nyumba, unataka kumiliki gari, unataka kumiliki shule, unataka kumiliki kampuni, unataka kumiliki taasisi. Watu wengi, na tumeamua na ni baraka. Mungu aliweka baraka juu yetu. Manake kuna watu wachache hapa wanasema hatumiliki nini bwana. Mungu alipomuumba mwanadamu aliweka neno la kwanza lililomtamkia mwanadamu ni baraka. Ndipo Bwana akamuumba mwanaume na mwanamke, akawabarikia, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkamiliki na kutawala na kutiisha nchi. Kama wewe ni mtu uliyeumbwa kwa mkono wa Mungu, labda uwe kibwengo au jini, naweza usimiliki kwa sababu huna mamlaka ya kumiliki. You are not, haupo hivyo. Lakini kama Mungu alikuumba kwa mfano wake, wewe ni mtu. Katika kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 26, 27 na 28, Mungu aliamuru baraka juu ya mtu, na moja ya baraka ni kumiliki na kutawala na kutamalaki. Na Joshua alikuwa na hau ya kwanza ambayo nilizungumza Jumapili iliyopita, how to cross Jordan River. Lakini hau ya pili ni kubwa na siwezi kuifafanua sasa hivi nikaimaliza. How to conquer them, namna gani ya kuwa conqueror, kuwapiga Wakaanani na Waperizi na Wahiti na Waamori watoke ndani ya nchi ili waweze kumiliki nchi yao ya ahadi. Mungu akikuambia neno ya kwamba atakupa, akikuonyesha dream na unasema I have a dream, I have a dream, una dream, Mungu anakuachiaga sasa na hau ambayo lazima uende naye kwenye result. Ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kuna kitu cha kimungu katika maisha ya watu. Once unapokosa divine provision, upaji wa kimungu, msaada wa kimungu. Na sisi hapa kila siku tukianza ibada unasikia mchungaji anasema, msaada wetu ni katika jina la Bwana, msaada wetu ni katika jina la Bwana. Nitainua macho yangu nitazame mlima, msaada wangu. Na Biblia inasema tena katika Zaburi, Mungu kwetu sisi ni nguvu na ni kimbilio na msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. We need that msaada. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia tena Bwana makofi mengi. Haleluya. Biblia inasema Joshua ameenda na panga na upinde, wanapigana vita. Wakati wanapigana vita, Mungu akaingilia kati, akaachilia divine provision, upaji wa kimungu, akaanza kurusha mawe kutoka mbinguni, anawapiga Waamori. Maana alimwambia Joshua, si mimi ninayekutuma, nitakuwa pamoja nawe. Na ndio maana nakuambiaga, kila kitu unachokiwaza kwa ukubwa usiogope. You are not alone. Hauko peke yako. Ukiwa peke yako utapata mateso, lakini ukiwa pamoja na Bwana, oh my God. Tazama mimi ni mzabibu na ninyi ni matawi. Oh my God, oh my God, oh my God. Yesu Kristo anasema, tazama mimi ni mzabibu na ninyi ni matawi, na Baba yangu ndio mkulima wa huo mzabibu. Anasema yoyote aliyeko ndani yangu na kila tawi lililoko ndani yangu hulisafisha lizae sana, na wewe ni hilo tawi na litazaa sana. Be connected. Hakikisha unakuwa connected. Oh my God, oh my God. Ungempigia Jehova makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Ujue kama wewe ni tawi na Yesu Kristo ni mzabibu. Sasa nikisema mzabibu hamwezi kuelewa. Yaani Yesu Kristo ni mwembe. Yaani nikipeleka mzabibu nyie mtahamia Dodoma, si mtahamia wapi, si mtahamia Israeli. Yesu Kristo ni mwembe. Kwa wote, unaweza ukawa mwembe safarani, unaweza ukawa mwembe mawazo, unaweza ukawa mwembe nyonyo, unaweza ukawa mwembe dodo, vyovyote vile. Lakini Yesu ni mwembe, alafu wewe ni tawi ndani ya mwembe. Hivi kuzaa ni juu ya tawi, ni juu ya mwembe wenyewe.
Hayo makofi hayatoshi, ungempigia Jehova. Kuna mambo mawili hapa katika huo mwembe. Kuna mwembe wenyewe moja, alafu kuna mwenye mwembe anaupalilia, anautia samadi, anaupiga dawa. Hata juzi nimetoka shambani kwangu mimi Bagamoyo, nilikuwa napiga dawa maembe. Mimi ni mkulima. Sasa nasema baba yangu ni mkulima, mimi ni mwembe na ninyi ni matawi. Kila tawi ndani yangu ulisafisha ili lizae sana, na wewe utazaa sana. Pigie Jehova makofi yanayoeleweka. Piga tena, Yesu asikie. Haleluya! Sasa hao ya Yeshua, Mungu anafanya provision, ana provide vita, ana provide mawe yanamiminika kutoka mbinguni. Alafu Joshua, wakati mawe ndio yamemiminika na ndio Mungu anapiga kwa shabaha, yani ni malaika wanarusha mawe kutoka mbinguni, mibichwa ya Wakaanani ya Waamoni, ndinti mingu inaondoka, yani hivyo. Ghafla jua limezama, giza limeingia. Joshua akasema haiwezekani, bidii jua lizame saa hii, haiwezekani. Akaliambia jua simama kimya, na huo mwezi usimame kimya. Wako wapi akina Joshua wanaofanya kazi kwa saa na kwa muda na kwa wakati? Wako wapi watu ambao wanaangalia jua, wanaofanya kazi kwa bidii, ambao hawataki siku iishe? Na watu wanakwambia hii siku imekuwa ndefu, huu mwezi umekuwa mrefu, hii wiki imekuwa ndefu, huu mwaka umekuwa mrefu. Yesu Kristo Mwokozi. Nilikuwa namwambia mchungaji jana niliposikia Sunday school, manake Sunday school wakishaadhimisha sikukuu ya Sunday school mwaka umekata. Nikawa namuuliza mchungaji jana, nimefanya nini hapa? Mbona mwaka umeniishia, si na utafuta mfukoni na kwenye wallet si uoni? Mbona mwaka umeisha? Tena tunaanza mafungo kesho kutwa ya kuombea mwaka mwingine. Yale tuliofungia tumefanya nini? Are you serious? Hebu mwambie jirani yako kwa Kiingereza, achana kuongea Kiswahili leo. Mwambie are you Joshua? Are you Joshua? Na wakati Mungu anafanya kitu, mawe yanarushwa kutoka mbinguni, alafu muda umeisha, siku inaisha. Joshua akasema no way, hii siku haiwezi kuisha, jua utasimama na usimame kimya mpaka niweze kupigana hii vita ya Bwana. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya! Hii ni bidii ambayo siku haitoshi. Kuna watu ambao masaa 12 yanakuboaga. Kuna watu ambao masaa 12 na masaa 24 hayatutoshi. Tunatamani kuomba Mungu atuongezee extra hour kama Joshua, kwa sababu tuna mambo lukuki ya kufanya. Tuna vitabu hatujaandika, tuna machapisho hatujamaliza kuchapisha, tuna majengo hatujamaliza kujenga, na muda hautoshi, masaa ni yale yale. Lakini unajaribu kuangalia haya masaa hayatoshi. Vipi kwako wewe ambaye lisaa linakutosha na kubaki, siku inakutosha na kubaki, mwaka unakutosha na kubaki? Kama mngeweza kunigawia jamani wa muda, Mungu wa Israeli. Ngoja nikwambie, matajiri walioko duniani, mabilionea, muda haujawahi kuwatosha. Kuna mabilionea hapa mchana wanauza lambalamba, ni mabilionea, wanauza lambalamba, wanauza matui ya nazi, wanauza mandazi, wanauza chapati mchana. Usiku viwanda vinafanya kazi non stop. Viwanda vinanguruma usiku na mchana, vinakanda ngano. Masaa hayatoshi. Hawa ni matajiri. Alafu kuna maskini akikutana na kivuli cha mwarobaini, hoi, anaota mchana, anaota. Yesu Kristo Mwokozi. Hata hapa kanisani viumbe wazito hawakosekanagi.
Sasa una mcheti wako wa pai mara kipenyo mara kitako mara mzingo, umeuweka kwenye draw na hauna majibu na maisha yako. Umesoma kanuni ya fedha. Kuna wengine ma-accountant hapo wamesoma kanuni ya fedha na hawana hata 100. Wana degree ya hela. Wengine mna degree ya benki. International banking, transactions, na transaction huna hata jero. Ukiangalia kwenye simu yako unasongesha. Una degree ya benki. Sio, naambia maisha mimi sielewi. Umesoma nini? Degree ya benki. Nipe simu yako songesha. Nikutumie la, usitumie huko, ngoja kwanza ni wewe. Finance and accountancy. Madigrii ya finance and accountancy and what? Economic, jasiriamali mnasemaga entrepreneurship. Entrepreneurship degree, master's degree ya entrepreneurship. Ukikutana na M40 saa 6, haki ya Mungu, usingizi. Unaota tu. Umeshatoka kanisa, ushatoka nyumbani na mindset yako inajua kwamba leo ni kanisani na upo kanisani. Na nafundisha hapa somo zuri, from how to who. Angalia mtu. Wewe tukupeleke wapi? Yaani tungeweza kukufanyia exchange. Tungeita marehemu mmoja aliye na maana, alafu tunakurestisha in peace. Maana yake naona unatamani kurest. Tunge exchange tu. Yaani kama Mungu angenipa ofisi ya kurudisha marehemu na kuwapeleka marehemu waliobaki. Usingizi gani huo ambao ukishindana na maiti wewe unashinda? Usingizi gani huo? Usingizi wa laana. Yaani kuna mtu akiona kitanda, Jesus, na ana mstari wake, Bwana humpa mpenzi wake usingizi. Na mimi na mstari wangu, apendaye kulala, umaskini utamjia kwa ghafla. Tuangalie basi mstari. Bidii. From how to who. Unataka kumiliki vitu. Unataka kuwa na Joshua spirit, roho ya Yoshua. Umiliki kitu, ushike na heshima hapa duniani, uwe na kitu. Ili uwe na kitu unahitaji bidii ya Joshua ambayo masaa 12 hayakutoshi. You need an extra hours. Unahitaji zaidi ya masaa mengine zaidi, extra hours. Biblia inasema jua lilisimama na mwezi ukasimama, yakaongezeka masaa 24 katika historia ya dunia. Na Biblia inasema haikuwahi kutokea tena mtu au mwanadamu akalisimamisha jua kama alivyofanya Joshua, once and forever. Ni kwa sababu ana bidii. Ngoja nikuulize, unaenda kazini, unaripoti wengine saa 1, wengine saa 2. Ukifika unaanza kwanza siasa. Mtandaoni kuna nini? Ukimaliza unaperuzi magazeti. Ukimaliza unabishania timu ya Yanga na Simba, na huko sasa hivi kuna viwanja vinatengenezwa, simu na vita nini sijui. Ukimaliza unapiga simu sasa kumuuliza dada kama watoto walienda shule. Huyo yuko kwenye ajira na masaa yanaenda. Akimaliza anamuuliza dada namwagizia kubandika maharage. Kidogo tena yuko kazini, na hiyo simu pia amewekewa vocha na kampuni au taasisi. Akimaliza amemaliza vya nyumbani, ana shosti wake.
shosti kipengele na ndugu. Anapiga kwa shosti yake kwanza, wanaanza umbea, wanazungumza. Akimaliza mkumbuke na ndugu yake, aanze kueleza na jirani yetu, unajua ndiye anaturoga. Huyo anauliza, anasema jirani yake kijiji ndiye anaturoga, unajua huko mjini hatuna hela. Saa ya kazi kama unapiga simu ya kudiscuss kurogwa, wewe ndio mchawi mwenyewe. Hata huyo mchawi unamsingizia bure. Baadaye atakwenda kwenye chakula, kama amekuja na kiporo chake, manake siku hizi kuna mabingwa wa viporo kwa ajili ya bajeti. Haya, anaenda kupasha. Ukimuuliza amefanya nini, mafaili anayasogeza tu, anayarundika yako hapa. Kuna watu ambao wanatakiwa wapitishiwe tenda zao, wasainiwe, mambo mengine aende. Kuna vitu vimesimama huku mtaani, na huyo mtu anazurura mpaka jioni, anarudi nyumbani. Akifika tena nyumbani haraka sana, amewahi kitandani na mstari wake wa moyo, Bwana umpa mpenzi wake usingizi, ili kesho kutwa niende kwenye kongamano la maombi la kwenda kuvunja laana ya umaskini. Amelaaniwa mtu afanyaye kazi kwa ulegevu. Mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.